Naam, cha kumalizia kuna nukta moja ya msingi niimalizie. Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema wa'ashiruhunna bil ma'rufi, ishini na wanawake kwa wema sana. Nasikia shabu, wa'ashiruhunna bil ma'rufi, ishini na wanawake kwa wema sana. Ishini na wanawake kwa wema sana. Nisipolisema yenyewe naona nitaumwa. Tuhunna bil ma'rufi, ishini na wanawake kwa wema sana. Yani katika viumbe ambao bwana singo ni hatari, katika viumbe ambao Mwenyezi Mungu anasema ishini nao kwa wema wanawake, ishini nao kwa wema, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ishini nao kwa wema. Hichi kipande cha aya ni kidogo sana, lakini Mwenyezi Mungu hapa ameficha vitu vingi sana. Yani mwanamke anaweza akakuharibia dakika moja, mwanamke anaweza akakupotezea uhai dakika moja. Yani hata kama ni mke wako nyumbani, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ishini nao kwa wema. Yani mwanamke anakupikia, unakula, anafanya hivi. Yani wanawake ni viumbe wa hatari sana, ni viumbe wa kuishi nao kwa umakini mkubwa sana, kwa sababu wanawake ni watu wa kulipuka. Ndio maana hata una talaka ile Mwenyezi Mungu amewanyima, kawapa wanaume, kwa sababu angewapa wanawake uwezo wa kutoa talaka, si tungekuwa tunaachwa kila siku, kwa sababu ni watu wa kukurupuka, baadaye afu ni watu wa majuto, kwamba baada ya kufanya jambo baadaye wanajutia kwamba kwa nini nimefanya jambo kama hili. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, tuishi nao kwa wema. Mwanamke ndio kiumbe pekee ambaye ni rahisi hata kukuua. Yani ukishakuwa na mke wako nyumbani, ishi naye yani kuwa naye makini, kwa sababu yeye ndio unakula, anaweza kuwekea sumu, nguo zako anafua yeye. Wa'ashiruhunna, Mwenyezi Mungu hapa alieleza akiwa na maana kubwa sana. Wa'ashiruhunna bil, wana vitimbwi. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema inna kaida shaitan dhaifu wa kaidahunna adhim. Vitimbwi vya shaitani ni dhaifu sana, lakini vitimbwi vya wanawake ni vikubwa, hakuna mfano wake. Vya wanawake ni vikubwa sana, vikubwa. Ndio maana unaona Yusuf alayhi salam kidogo aingie kwenye ule mtego, kidogo Yusuf aingie kwenye ule mtego, lakini Mwenyezi Mungu akaja vile ni vitimbwi vya wanawake, ndio wako vile wanawake. Mwanamke anaweza akatoka hapa aka create jambo kama vile ni kweli, dunia nzima hapa ikaamini jambo lile ni kweli. Unaelewa singo? Dunia nzima inaweza ikaamini jambo lile ni. Mwanamke anaweza akatoka nje hapa akachana nguo kwamba akataka kunibaka, akanipiga, akafanya hivi. Mwanamke anaweza hivyo, ila wewe uwezi singo. Mwanamke anaweza akatoka hapa akaenda polisi, akaenda kustate kwamba kanibaka. Brother, mpaka ijulikane hujambaka ushaoza. Mwanamke hivyo anaweza, lakini wewe uwezi hivyo kwenda jamani nimebakwa, uwezi. Lakini mwanamke anaweza. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ishini nao kwa wema. Si unanielewa singo? Wanawake Sheikh, mimi mzee wangu aliniambia neno moja nimelishika sana, kwamba mwanangu, ninakwambia kitu kimoja. Baba yangu mzee Swale Pembe, kwa sababu alikuwa mtoto wa mjini, alikuwa wanawake anawajua sana. Mwenyezi Mungu amsamehe kwa alipo. Akanambia neno moja, akamwambia mwanangu, wanawake wana sifa hii, sifa yao ni mama zetu tu basi. Sifa yao ni mama zetu tu, hiyo ndio sifa yao kubwa waliokuwa nayo. Tuwaheshimu kwenye hilo, ni mama zetu. Lakini kwenye maisha yako kuwa makini na mwanamke. Na akanambia ukiwa na 1000 nyumbani, ukirudi nayo 500 ficha, nenda na 500. Na hiyo kanuni bwana mimi ninayo mpaka leo nyumbani kwangu. Hata kama nina 20,000, naeka 1000 kwenye wallet, 10,000 naificha, ile nyingine asiione, kwa sababu wanatusachi. Na hilo mzee kanambia, yani wanasachi, na wakisha sachi wakiziona ujue lazima mipango mingine italetwa. Sifa yao ni mama zetu. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ishi nao kwa wema wanawake. Wakilitaka lao singo wanaweza wakafanya lolote. Wanawake wanaweza wakafanya lolote. Kwa inataka umakini sana kwenye haya maisha, kwenye hii dunia. Ukioa mwanamke kuwa makini. Na ndio moja katika vitu na feli sisi ni eneo la kufanya vetting kwenye kuoa. Vetting, kuchagua ni mwanamke gani wa kuoa. Kwa sababu kuna watu wengi sana wameporomoka kwenye maisha kwa sababu ya wanawake. Mwanamke ni rahisi sana kuchukua siri zako kupeleka nje, adui akazipata na akakumaliza. Lakini wewe huwezi kuchukua siri ya mke wako kupeleka nje, lakini mwanamke anaweza.
akakaa na shoga yake akaongea na hivi na hivi, adui akazipata akakumaliza, akajua unarudi saa ngapi, unakula nini, unavaa, akakumaliza kupitia mwanamke. Waashiruhunna bil ma'ruf. Dunia hii tunavyoishi kuna mengi, lakini lazima tuwe na nyakati za kujifunza. Na ndio maana wazee zamani ilikuwa watoto wa kiume wanapelekwa jandoni. Siku hizi tunaharibikiwa kwa sababu hatuendi jandoni. Jandoni kulikuwa kuna mambo. Watoto wa kiume wanafundishwa baadhi ya vitu. Mwanamke yuko hivi, yuko hivi. Anaambiwa mwanamke ni kiumbe wa aina gani. Kama unavyoona mwanamke anakwenda kwenye unyago, na wanaume walikuwa wanaambiwa. Na wanaume nao wakenda wanaambiwa mwanamke yuko hivi, yuko hivi, ana tabia hii na hii na hii na hii. Waashiruhunna bil ma'ruf. Ishi na mwanamke kwa wema, kwa sababu wanawake ni viumbe wa hatari sana. Wanaweza kukuchafua dakika moja. Hayo hivyo unadhani yule binti kama ndo hivyo, tazama alivyotoka vile, katoka mbele hivi. Katoka hivi mbele. Shehe kataka kitu fulani, wapi unadhani jambo dogo hilo? Mtu kakomaa hivi kabisa atoka mbele shehe. Mtu kakomaa yuko serious mtu. Unaona mtu alivyokuwa hatari. Waashiruhunna bil ma'ruf. Mwanamke akitaka lake litakuwa kwa namna yoyote ile. Hata akikutaka wewe single, atakufanya vitimbwe mpaka akupate. Akikutaka wewe mwanamke atakufanya vitimbwe mpaka akupate. Kwa hiyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie minal ladhina sami'una alqawla fattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adhabad dayn wa adhabal qabri wa adhab yawm alqiyamah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.